Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili zidi kuwa mwanafamilia wa Gift Online TV. Pindi pale taarifa zetu zinapojitokeza unaweza kuwa ni wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu ndani ya Gift Online TV. Karibu ndani ya Zoom Sport kuweza kujadili yote ya kimichezo hapa ndani ya Zoom Sport. Utapata kufahamu mengi ya kimichezo hapa ndani ya Zoom Sport. Kubwa zaidi tutaweza kukujuza kuhusiana na dabi ya Kariakoo siku ya Jumatano tarehe 25. Tutaweza kufahamu hapa moja kwa moja, tutaweza kujadili kuhusiana na sakata zima la dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo salia nasi, lakini tutaweza kukujuza pia kuhusiana na MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tutaweza kukujuza hapa moja kwa moja ni nani, tutaweza kumfahamu hapa, tutaweza kujadili vema kabisa vizuri ndani ya Gift Online TV. Jina langu ni Tobias Kisima, nipo na mchambuzi ambaye ataweza kutujuza yote haya, Eric Kema, ni mwenye leseni ya FIFA kabisa, kaweza kutuchambulia vema kabisa kwenye Zoom Sport kwa siku hii ya leo. Eric Kema, habari za wakati huu? Bana ni nzuri, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Na kama ilivyo kawaida, tukikutana hapa mimi na wewe ni mwendo wa michezo. Ya, na michezo inawapa furaha watu, inawapa huzuni watu. Ya, ndivyo ambavyo michezo ilivyo. Lakini nafasi kubwa katika michezo ni kuwapa watu furaha. Huzuni inatokea matokeo yanapokuwa sio mazuri kwa upande wa timu ambayo unaishabikia. Lakini ikiwa miongoni mwa timu mbili, Simba na Yanga, kila mtu ana timu yake anaishabikia. Timu ni nyingi sana duniani. Japokuwa hizi tunaishi nazo kibongobongo kwa sababu zinapendwa na wengi. Kwa sababu zinapendwa na wengi. Ila timu nyingi duniani zinapendwa. Ujumla timu kwa Kuna Tanzania, mtu mwambii kitu kuhusu Real Madrid, kuna mtu mwambii kitu kuhusu FC Barcelona. Nazungumzia za kibongo. Kwa hapa nyumbani Simba na Yanga ndo zinapendwa na watu wengi. Simba na Yanga. Japo mimi wa ushabiki sinaga. Sawa, kwa kuwa ni mchambuzi, labda huenda ndo maana ipo hivi. Moja kwa moja dabi ya Kariakoo. Tulitarajia tarehe 8, ikashindikana. Tukatarajia 15, ikapigwa Goma pia. 25 tena. Pengine tutaona tena kona. Kipengele labda uje nacho wewe. Na ukiangalia namna ambavyo mchakato ulivyo kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, ndio kwa upande wa klabu ya Simba kidogo wanaonekana wapo kimya. Lakini kitendo ambacho wanaonyesha, wanacheza mechi za ligi kuu Tanzania bara, hii dabi watashiriki. Yani japokuwa uongozi hujatoa kauli yoyote kuhusiana na dabi ya Kariakoo, hata kama wanatofautiana, lakini mwisho wa siku wanaonekana kwamba lazima wataleta timu uwanjani, kwa sababu watakuwa na Goma tena kwa mantiki gani? Maana kwamba hii itakwenda kula kwao, manake mzigo ulianzia kwao, kwa hiyo unaweza ukamalizikia kwao. Mara kwanza wao ndo kwanza kugoma, si ndio? Ndio. Hii wakigoma maana kwamba itaishia kwao. Maana kwamba pointi 3 wanaweza zikaenda mitaa Jangwani, pengine wakakutana na adhabu na hatimaye maisha yakawa ni magumu kwa upande wao. Lakini wengi wanalenga zaidi kwamba hii itakwenda kuchezwa. Na kwa ukimya leo nao Simba pengine atacheza. Kumbuka pia kwenye barua pia waliweza pia kutusia. Waliandika, lakini waliandika kabla ya taarifa ya tarehe 25 kutoka, kabla ya mazungumzo. Ndio. Manake walivyoenda Dodoma, tuliona baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba na klabu ya Young Africans walienda baada ya kutoka pale ndo taarifa ikatoka ya ratiba ya ligi kuu Tanzania bara. Maana kwamba kuna kitu ambacho tayari walisha kiafiki. Maana kwamba kwa asilimia kubwa tunaishi kwenye dabi ya Kariakoo ya tarehe 25 inakwenda kuchezwa. Sasa hii dabi inakwenda kuchezwa, lakini wengi tunatazama zaidi uhalisia wa mchezo wenyewe kuelekea kwenye siku husika. Ndio. Kwa timu zote mbili zimejipangaje? Tumeona namna ambavyo wamecheza mechi za ligi kuu Tanzania bara raundi ya 29. Ndio. Wamecheza raundi ya 29, manake hii ambayo wanakwenda kucheza ni kiporo. Hii ya dabi ni kiporo, si ndio? Ambacho kilibaki huko chatoka tarehe 8. Ndio. Sasa mechi ya raundi ya 29 walioicheza,
tumeona wote wamefanikiwa kushinda ushindi mnono, ushindi wa mabao matano. Yeah. Yani hii inakuambia kwamba mwenzako akiweka jiwe na unaweka jiwe. Jino kwa jino. Namna ambavyo Simba wameshinda, namna ambavyo Young Africans wameshinda, wanaonekana wote wameshinda ushindi mzuri, ushindi ambao ni mnono. Lakini unatazama taswira halisi kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, vitu gani ambavyo vinapaswa kubadilika? Kwa upande wa klabu ya Simba, kitu ambacho wanapaswa kuzingatia, staili ya uchezaji wanapaswa kubadilika kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kama wanahitaji ushindi. Manake nje na hapo wakicheza katika staili japo kuwa tunasema kwamba kila mechi ina approach yake. Kila mechi ina approach yake. Lakini Simba wanapaswa kuwa makini kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kutokana na ubora wa Young Africans ambao wako nao. Young Africans ukweli wana kikosi kizuri kuliko timu yote ile kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na kwangu mimi ndo timu ambayo naweza nikasema kwamba ndo timu bora katika msimu huu, kama ilivyokuwa kwenye misimu miwili iliyopita. Maana kwamba hata msimu huu Young Africans wanaonekana ni timu ambayo bora kuliko timu zote ligi kuu Tanzania bara. Hichi kitu Simba wanapaswa kuwa nacho makini. Staili ya Simba ya uchezaji kwenye safu ya ulinzi wawe makini kutokana na msako ambao Young Africans wanaofanya. Lakini pia staili ya Simba kwenye eneo la ushambuliaji, namna ambavyo wamekuwa wakikosa nafasi nyingi. Ndio juzi wameshinda mabao matano. Yuko mtu atazungumza namna hiyo kwamba Simba unazungumzaje kwamba Simba wanakosa nafasi nyingi ili hali kwamba ametoka kushinda mabao matano. Kacheza na nani? Amecheza na Ken Gold. Ken Gold walikuwa wanaonekana wana mapungufu mengi sana, hususan katika mzunguko wa kwanza. Kitu ambacho tuliona Simba walikosa nafasi nyingi. Jean Charles Ahoua kwenye ule mchezo alistahili kuondoka na mpira. Attrick alikuwa na deserve kufunga, lakini tuliona namna ambavyo alikuwa anakosa mabao ambayo ni ya wazi. Maana kwamba Simba wanapaswa kutumia nafasi ambazo wanazozipata chache. Maana kwamba wakienda kukutana na timu kama Young Africans hawezi kupata nafasi nyingi kama walivyozipata dhidi ya Ken Gold. Maana kwamba nafasi chache ambazo watakazozipata dhidi ya Simba, dhidi ya Young Africans, basi wanapaswa kuhakikisha kwamba wana create, kuhakikisha kwamba wanafanya kwa bao, si ndio? Young Africans tumeona Young Africans kila kosa ambalo walikuwa wanalifanya Tanzania Prison walikuwa wanaadhibiwa. Ndio maana tuliona chuma 5. Ukiangalia staili ambayo Young Africans walikuwa wanacheza, unaona kabisa ni timu ambayo ina muunganiko, inajua ni nini inafanya pindi ambapo wanafika kwenye eneo la box la mpinzani. Wako sharp. Maxim Pianzingel, Pacome, namna ambavyo anavyo drive, anakuja anaingia Chama. Tazama ubunifu wake kwenye eneo la mwisho. Maana kwamba ni timu ambayo inaonekana ukifanya makosa kwenye eneo la box basi moja kwa moja wanakuadhibu. Simba wana makosa mengi sana kwenye safu ya ulinzi. Tuliona hata mechi na Ken Gold. Ken Gold hawako bora, hawajafanya maandalizi yote, lakini kuna namna ambayo makosa ambayo walikuwa wanafanya safu ya ulinzi ya Simba kiasi ya kwamba ingekuwa ni timu ambayo ni bora, basi moja kwa moja Simba ungekuta wameadhibiwa bao. Ken Gold wasingekosa bao kwenye ule mchezo hata mawili kutokana na makosa ambayo safu ya ulinzi ya Simba wanafanya. Sasa watakwenda kukutana na timu ambayo ni bora, maana kwamba kwa asilimia kubwa Simba wanapaswa, Davis Fadru anapaswa kuhakikisha kwamba anawaandaa wachezaji wake vizuri kuelekea kwenye huo mchezo. Nafasi chache ambazo wanazozipata watumie, lakini pia yale makosa madogo madogo ambayo yanafanywa kwenye safu ya ulinzi yanapaswa kuzingatiwa zaidi. Japo tunaishi kwamba approach ya mchezo unatofautiana. Approach ya Ken Gold na approach ya mechi ya Derby ni jambo jingine tofauti kabisa. Sasa tunategemea kuona katika approach ambayo kocha atakuja kuingia nayo kwenye mchezo dhidi ya Young Africans, basi iwe ya ukubwa zaidi na wachezaji waweze kufanya kile ambacho kocha anachokihitaji katika huo mchezo. Young Africans wameomba mechi na Dodoma Jiji ambayo ni mechi ya raundi ya 30 iende kupigwa Zanzibari. Nia na madhumuni yao ni kuhakikisha kwamba maandalizi yao kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo iwe ni Zanzibari. Maana kwamba dabi ikichezwa
anayekuwa amefanya maandalizi yake Zanzibar, rekodi ipo kwa ajili ya kuendelezwa, lakini pia rekodi ipo kwa ajili ya kuvunjwa vile vile. Kumbuka tarehe 25 kutokana na matokeo ambayo yatakayotokea pia tarehe huu mzunguko wa 30. Hiyo siku ya tarehe 25 kwenye hii mechi ya kiporo ya dabi ya Kariakoo, kuna kombe liko pale. Young Africans maandalizi yao wamefanya Zanzibar. Rekodi ipo kwa ajili ya kuvunjwa na kuendelezwa. Rekodi iko kwa ajili ya kuvunjwa na kuendelezwa, si ndio? Timu ambayo mara nyingi katika maandalizi yake kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, anayekuwa yuko Zanzibar, ndio anayefanya maandalizi yake Zanzibar katika historia miaka ya nyuma yote hii, kwa wazee ukipita nyuma wazee, mara nyingi aliyebaki Dar es Salaam ana wakati mgumu katika huo mchezo. Wakati mgumu kivipi? Kwa sababu tunajua uwanja ni ule ule unaochezwa ambao wameuzoea, lakini mazoezi wanafanya nje. Tuseme labda wakatoka kufanyia mazoezi kwenda Ujerumani. Unataka sema aliyebaki Tanzania ndo ana wakati mgumu. Sijazungumza nchi nyingine, sijazungumza eneo lingine, nimezungumza Zanzibar. Young Africans wanabati na Zanzibar. Zanzibar wao wanaamini kama ndo sehemu yao ya mazingira mazuri miaka yote. Ndio maana hata wanatamanigi mara nyingi mechi zao ziwe zinapigwa kwenye dimba la New Amani Zanzibar. Ni ile imani. Umeshaelewa kitu kishaeka imani. Maana kwamba wao mara nyingi wanaamini kwamba Zanzibar ndo sehemu sahihi kwao. Na si Young Africans tu. Hata Simba akiendaga Zanzibar, Young Africans yakibaki Dar es Salaam, mechi uwaga inakuwaga ni ngumu sana kwa aliyebaki Dar es Salaam. Yoyote ule kwenye dabi ya Kariakoo, pita kwenye mechi za nyuma, miaka 2009 rudi uko nyuma, miaka hata 2013 12 rudi uko nyuma, pitia tu maandalizi ya mechi ya dabi ya Kariakoo. Aliyekuwaga Zanzibar mara nyingi ana nafasi ya kushinda kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Hivyo simaanishi kwamba moja kwa moja kwamba Simba ndo anakwenda kufungwa kwenye hii mechi. Shabiki wa Simba sitaki kumtisha, bali namuambia kuhusiana na historia namna ambavyo ilivyo, kwa maana kwamba wanaweza wakaivunja kuanzia hivi sasa na wakashinda hiyo mechi vizuri sana, lakini rekodi zinamfeva ambaye mara nyingi ambaye anaenda Zanzibar, kwaona kwamba inaweza ikaendelea ama ikando mara kwanza kuvunjwa. Sawa. Umetaja madhaifu ya Simba kiwemo safu ya ushambuliaji pamoja na walinzi. Pengine Yanga haina tofauti, haina kosa lolote au sehemu yoyote ya kuwafanya wao wasiweze kushinda? Yanga wana makosa yao pia vile vile. Ikiwemo sehemu gani? Sehemu ambayo Young Africans wanapaswa kuwa makini pembeni. Mabeki wa pembeni ambapo bado wanaonekana hawaja click ile, japokuwa Israel Patrick Mwenda anaonekana kuja vizuri. Awe makini wakati anakwenda kushambulia, manake anakwenda kukutana na winga ambazo zina nguvu, zina speed, zina kasi. Hapa tunamzungumzia Kibu Denis, lakini pia tunamzungumzia Elia Mpanzu. Maana kwamba hawa wana uwezo pia wa kupita huku pembeni na kuiadabisha Young Africans. Shadrack Boka, Saka amekuwa bora sana kwenye eneo la kushambulia, lakini si bora sana kwenye eneo la ulinzi. Israel Patrick Mwenda amekuwa akienda kushambulia kwa siku za karibuni, lakini uwaga ni beki mzuri wa kwenda kudefense. Ni bora zaidi anapokuwa ana defense. Sasa kama atakuwa na tamaa ya kwenda kushambulia, pengine inaweza ikawa ni tatizo kwa Young Africans. Sina shida naye kwenye namna ya option yake ya kwanza ya kufanya majukumu yake kama beki wa pembeni, amekuwa akifanya bora sana. Na mashaka na Boka ambaye mara nyingi anapenda zaidi kushambulia na ni bora kwenye eneo la ushambuliaji, lakini kwenye eneo la kudefense mimi si muamini kwa asilimia 100 kama upande wa Israel Patrick Mwenda namna ambavyo akifanya jukumu lake la kwanza la kudefense. Kwa ni maeneo ambayo kwa upande wa Young Africans wanapaswa kuwa makini, lakini kwenye eneo la mabeki wakati Young Africans wana mabeki wenye quality kubwa, uwezo mkubwa, na hapa tunaona pengine beki bora wa msimu wa mwaka 2024-25 akitokea kwenye ile eneo. Hapa namzungumzia mtu kama Dickson Job, kutokana na kazi ambayo amekuwa akifanya akishirikiana na Ibrabak, maana kwamba hapa naona wakiwa sehemu salama zaidi. Young Africans kupoteza kwao katika huu mchezo
ni ile tunasema kwamba mazingira ya dabi ya Kariakoo, lakini ukweli ni kwamba Young Africans wana kikosi bora kuliko Simba Sports Club. Yani ukweli upo na mneo tabaki hivyo. Hata shabiki wa Simba atapiga kelele hadharani, lakini ukamchukua ukamfungia chumbani, ukapiga naye story, ukazungumza naye, tuzungumze ukweli kuhusiana na Simba na Yanga. Ipi unaiona kwamba timu iko vizuri, lazima atakwambia ukweli kwamba Young Africans wana timu, sisi ndo tuko kwenye ujenzi wa timu, lakini hadharani atakwambia tu Simba ni bora kuliko Young Africans. Ujenzi wa timu msimu mzima ndugu yangu. Ujenzi wa timu haujalishi. Ujenzi wa timu unaweza kuwa hata misimu miwili. Timu iko kwenye ujenzi wa timu, na timu msimu wa 3 akakwambia sasa tuko tayari kwa ajili ya kukusanya makombe. Ushindi mzito Simba amepata, ushindi mzito Yanga amepata. Pengine labda hii sio sababu kutuonyesha kwamba kuna hali ya draw katika mechi hiyo, licha wewe kusema kwamba Yanga wana wachezaji leo wazuri na wako katika asilimia za kushinda mchezo. Ikiwa draw, matokeo yanakuwa ni mazuri kwa upande mmoja, haiwezi kuwa uzuri kwa pande zote mbili. Maana kwamba ikiwa sare kwa asilimia kubwa kutokana na mechi ambayo itakavyokuwa tarehe 30. Tarehe 30 nani mechi za mzunguko wa 30. Hizi nazo pia zitatoa taswira pia kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, maana kwamba kama wote watashinda, ndio maana kwamba Young Africans anahitaji sare tu katika mchezo na beba kombe, lakini Simba lazima wanahitaji ushindi, si kupoteza wala kutoa sare. Maana kwamba wakitoa sare ni huzuni kwao. Young Africans koni furaha, wanabeba zao kombe, wanaondoka zao. Maana kwamba iko hivyo. Kwa upande wa Young Africans itakuwa ni furaha, maana kwamba hii mechi kwa upande wa Simba hawahitaji kumwaga sare. Yani wanahitaji kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Kina Kibu Dennis wanapaswa kujituma zaidi, kina Elia Mpanzo wanapaswa kujituma zaidi. Joshua Mtale Budo amekuja kwenye kiwango bora sana kwa hivi sasa, na amini pia Simba wakienda kumtumia mchezaji anaweza akawa na impact kubwa sana kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, kutokana na namna ambavyo amekuwa bora kupenya kwenye eneo la box na kuwafanya mabeki wakafanya makosa, kuwatawanya mabeki kwenye lile eneo la box. Ana uwezo wa kuwasaidia Simba vizuri kuelekea kwenye hii dabi ya Kariakoo. Tumeona wachezaji wengi wamefanya vizuri kwenye vikosi vili, na mpaka hivi sasa utata upo hapo kwenye nani mchezaji bora wa msimu, MVP. Sawa, moja kwa moja la kumalizia hapo tuweze kuelekea kwenye mchezaji bora. Kwa kumalizia kwenye hii dabi, kikubwa ni kwamba kila timu ifanye maandalizi mazuri. Tuweze kuona namna ambavyo dabi inakwenda kuwa tamu. Ila tu natoa tahadhari, Simba wajiandae zaidi kisaikolojia kuelekea kwenye hii dabi. Wajiandae kisaikolojia. Umewashambulia sana Simba ndugu yangu. Nazungumza uhalisia. Au huenda wao ndio walikuwa wanakimbia game. Yani wana uwezo wa kushinda hii mechi vizuri kabisa. Maana kwamba wao ni wao kujiandaa. Sawa, wao wenyewe kujiandaa. Sawa, moja kwa moja tuelekee katika swala zima la mfungaji bora MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara. Msimu uliopita ambaye alikuwepo, naona kwa sasa yuko katika ligi ya kombe la dunia huko la vilabu. Pengine waliosalia ambao wako sasa miongoni mwa wachezaji ambao ni bora, ni nani ambao unaona hapa kwa asilimia 100 pasipo kupunguza hata moja zikawa 99 ataweza kuchukua nafasi hii ya mchezaji bora? MVP anapimwa kwa vitu vingi sana. Kuna watu wengi wanadhani kwamba MVP ni lazima awe labda na mabao mengi, lazima awe na assist nyingi. Wengi pia tumezoea kukremisha kwamba MVP labda pengine sio kwa sababu ni wanavyosababisha, labda mfungaji bora anachukua pia mchezaji bora. Tunaona kama ni hivyo inaendelea kila mara, kila msimu. Sio inayosababisha hiyo, ndo maana sisi tunakuwa na mazoea kuzoea. Tatizo ni kwamba tumecrem. Yani tumecrem sana, hiyo ndo shida iliyopo. Lakini tunapokuwa tunamzungumzia MVP tunamtazama mchezaji ambaye alicheza mechi nyingi sana kwa ubora wa hali ya juu. Umeshanielewa? Huyu ndo tunaweza tukasema kwamba huyu anastahili kuwa MVP, most available player. Si ndio? Huyu ndo mchezaji ambaye tunasema kwamba huyu ana deserve kuwa MVP. Hii ndo maana halisi, si ndio?
Sasa kama tunachagua mchezaji ambaye MVP wa msimu alafu unamtazama tu kwenye matukio ya mabao ama kwa kuwa timu yake imekuwa bingwa naye akacheza vizuri, lakini kuna baadhi ya mechi ambazo akucheza vizuri alafu mnamuita MVP, kwangu mimi sioni kwamba huyu ni MVP. Ukiangalia ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, pitia mechi nyingi, pitia man of the match katika kila mchezo, jaribu kuwatazama wale ambao wamefanikiwa kuwa mchezaji bora katika mechi husika. Utakuja kuona kwamba Pacome ndo mchezaji pekee ambaye mwenye hizi tuzo nyingi kuliko mchezaji yoyote ule. Ndio. Ambaye yeye amefanikiwa kuwa man of the match takriban michezo 7. Si ndio? Michezo takriban 7. Sio jambo jepesi. Ndiye ambaye amekuwa mchezaji bora katika mechi nyingi kuliko mchezaji yoyote ule kwenye ligi kuu Tanzania bara. Maana kwamba amecheza vizuri katika hizo mechi kuliko mchezaji yoyote ule kwenye hizo mechi hizo takriban 7 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ukitazama pia kwa upande wa Pacome, namna ambavyo amecheza kwa msimu huu, bila shaka uwezi kumnyima MVP. Najaribu kumtazama kwenye namna ambavyo amehusika kwenye mabao 9, wastani ambao pia kwa upande wa Jean Charles Ahoua naona wachezaji wengine kwenye ligi kuu Tanzania bara assist 9, si ndio? Mabao 11. Tunamchukua pia mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye kikosi cha Simba, ambaye pia naye watu wengi wanaona kwamba ana deserve kuwa MVP. Namchukua Jean Charles Ahoua ambaye yeye kafunga mabao 16 mpaka hivi sasa akiwa na assist 9. Maana kwamba amehusika kwenye mabao 25. 25. Unamchukua pia Pacome 11 plus 9, amehusika kwenye mabao 20, si ndio? Amehusika kwenye mabao 20. Tofauti ni mabao haya 5 kuhusika katika mechi ambazo wamecheza. Sasa kitu gani ambacho kwangu mimi naona kwamba Pacome ana deserve kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara? Staili yake ya uchezaji, namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu yake. Amecheza vizuri kuliko mchezaji yoyote kwa msimu huu. Man of the match katika kila mechi, lakini pia ndiye ambaye amesaidia Young Africans kufika pale juu kileleni. Japo tunasema kwamba ligi haijaisha. Maana kwamba kama Young Africans wanakwenda kuchukua ubingwa moja kwa moja kwa 100% anakuwa amethibitisha kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Kutakuwa hakuna pia ile tofauti wa kimangamngamu kwamba eti kwa sababu huyu amehusika na mabao mengi zaidi ndio MVP. Hapana. MVP tunakuangalia wewe mwenyewe katika mechi zako, lakini tunakuja pia mchango wako pia kwenye timu. Tunakuja kunatazama umeisaidia vipi timu yako kufanikiwa katika huo msimu. Maana kwamba Young Africans wakiwa mabingwa kwa msimu moja kwa moja, no doubt MVP atakuwa ni Pacome, kwa sababu atakuwa ameisaidia timu yake, lakini amecheza vizuri katika mechi nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Japokuwa kuna wakati tulimuona akikosekana kutokana na injury, lakini mechi alizocheza ameweza kuonyesha kiwango bora. Lakini pia hata idadi yake ya kuassist mabao ambayo amewafunga yanatosha kabisa kubeba kumpa MVP wa msimu. Kwa upande wa Jean Charles Ahoua, wengi watakuwa wanauliza kwamba anakuaje Pacome wakati Jean Charles Ahoua amefunga mabao mengi. Ndio amefunga mabao mengi, kahusika kwenye matukio mengi, lakini si mchezaji mzuri. Mashabiki wa Simba wenyewe wanakubali yale matukio ambayo anayafanya Jean Charles Ahoua, lakini katika staili ya uchezaji, ya uchezaji wanaona kabisa si mchezaji mzuri, ni mchezaji wa matukio. Maana kwamba yule haumuoni uwanjani mara nyingi, lakini kwenye tukio utamuona. Ile hali pia mabao yake mengi ni ya mikwaju ya penalty. Umeshaona penalty nyingi na faulu nyingi, ndo staili ya mabao ya Jean Charles Ahoua. Na ni mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kupiga penalty. Kukosa kwake penalty ni marufuku. Upigiaji wa faulu kwake 80% mpaka 70% kwake ni goli. Kwa namna ambavyo amekuwa bora. Kwa hiyo yule ni mchezaji wa matukio. Maana kwamba huyu Simba wamtengeneze kuwa mfungaji bora. Japo
hata akipewa MVP sitashangaa. Atapewa MVP kwa sababu either Simba imekuwa bingwa. Hapa tutasema kwamba ameisaidia timu yake kuwa bingwa kutokana na mabao ambayo ameyafunga. Umeshanielewa? Simba ikitokea amekuwa bingwa, akipewa MVP siwezi nikabisha kutokana na ameisaidia timu yake kuwa bingwa kutokana na matukio ambayo ameyacheza. Lakini kwangu mimi nitaishi kwamba si mchezaji bora ambaye wa msimu huu. Pacome ataendelea kubaki kuwa mchezaji bora katika staili ambayo ameicheza kwa upande wangu mimi. Na sintashangaa mimi nitashangaa endapo Young Africans amekuwa bingwa alafu MVP akawa Jean Charles Ahoua. Ili kwangu mimi litanishangaza sana. Yani Yanga bingwa alafu MVP Jean Charles Ahoua. Kwa kipi? Tutamweka kwenye orodha ya wafungaji bora. Yes, anastahili tuzo ya mfungaji bora, lakini MVP kivipi? Hujasaidia timu yako kwa bingwa, hujacheza vizuri, wewe umehusika kwenye matukio tu, alafu uwe MVP kwangu. Aya, Pacome amewekwa hapo, Ahoua amewekwa hapo. Kwa upande wako wewe kama mchambuzi unamchukua nani? Pacome, Jean Charles Ahoua. Naondoka na kwenye kosi changu. Naondoka na Pacome. Sawa, kwa hiyo Pacome ndio tuseme huenda kawepo. Yes. Sawa, no doubt. Nikushukuru sana ndugu yangu. Muda nao umetutupa mkono. Una la kumalizia hapo? Sina la kumalizia. Kikubwa tusubiri. Huu ni msimu ambao watu wengi wanachanganyikiwa kumjua MVP wa msimu, lakini pia nani mfungaji bora, japokuwa anaongoza Jean Charles Ahoua mpaka hivi sasa. Ni msimu ambao watu wanaona mbona mfungaji bora yani anaenda basi tu kinyonge. Ndo msimu ambao kila mtu anaona mchezaji bora huyu sawa. Eleweki mchezaji bora, eleweki nani achukua. Katika ule ubora ambao yani unajua kuna ile ubora ambao unasema yes. Yani mfano kama msimu uliopita tulikuwa tunaona ushindani wa hali ya juu. Faisal pamoja na Steven Kiazizi. Unasema yes. Yani msimu huu unapata MVP ambaye kweli amesimama, lakini msimu huu hao wote walikuwa wako off, wako chali. Japokuwa kwa upande wa Faisal amefanya vizuri kwenye eneo la kuassist, ndo anaongoza kwenye assist kwenye ligi kuu Tanzania bara, hauwezi ukambeza, lakini hatujiona ule ubora ambao waliokuwa nao kwenye msimu uliopita. Msimu yani unaenda basi tu, yani hata ukiangalia namna ambavyo ligi inaenda basi tu, yani bingwa ndio tunafurahi, bingwa anakwenda kupatikana kwenye wakati mgumu mpaka dakika ya mwisho. Staili ya bingwa kwenda kupatikana hivi ndo tunataka kila msimu, lakini iongezeke na timu nyingine. Azam wawe bora. Yes, hii tuone bingwa anapatikana kwenye mazingira ambayo ni magumu mpaka dakika ya mwisho. Hivyo ndo tunataka. Sasa kwa upande wa wachezaji tuone performance za wachezaji mpaka ibaki. Ukiulizwa Jean Charles Ahoua, Pacome, Max nani, ujikune kichwa kwamba hapa napangaje, mbona wote wamewasha moto. Kwa msimu kidogo imekuwa changamoto hapo. Sasa nikushukuru sana. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Gift Online TV, kumbuka tulipewa nguvu na maji ya uzima katika kipindi cha Zoom Sport mpaka kufikia muda huu tamati. Cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima, nikutakie wakati mwema. Bye bye.